Na hatimaye Paul Christian Makonda hapa bungeni. Mbunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Paul Christian Makonda ni miongoni mwa wabunge walio hapa kiapo bungeni kwa kipindi cha miaka mitano 2025 hadi 2030 watumikia wananchi kama mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Paul Christian Makonda ni mbunge kwa awamu ya kwanza, ambapo kabla ya kuwa mbunge alikuwa ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na jiji la Arusha. Ni taarifa kutoka huko jijini Dodoma. Hatimaye mbunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Paul Christian Makonda ni miongoni mwa wabunge waliokula kiapo bungeni jijini Dodoma kwa kipindi cha miaka mitano 2025 hadi 2030 watumikia wananchi kama mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Paul Christian Makonda ni mbunge wa awamu ya kwanza, ambapo kabla ya kuwa mbunge alikuwa ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Arusha. KKT watoa kauli waliopoteza maisha watendewe yake. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT limesema limeguswa na kuumizwa sana na matukio ya vurugu zilizosababisha vifo na majeruhi na kupotea kwa mali Oktoba 29 mwaka 2025, na kusema linakemea matukio hayo yanomchukiza Mwenyezi Mungu. Taarifa iliyotolewa na mkuu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKT Askofu Daktari Alex Gehazi Malususa limesema kanisa hilo linatoa pole kwa jamii na familia zilizopoteza wapendo wake kwa kuuawa au bado hawajapatikana bila maelezo ya kuridhisha, na linatoa pole kwa utaratibu na uharibifu wa mali za umma na binafsi uliofanyika. Kanisa linawaombea wafiwa wote, majeruhi, watu ambao bado hawajapatikana na wanaoshikiliwa kwa bila hatia, na linaomba toba, rehema kwa Mwenyezi Mungu ili nchi yetu iliyoshuhudia umwagaji wa damu za watu ipate kuokolewa dhidi ya maghadhabu ya Mungu juu ya chukizo hili, na ipate neema ya kurejea katika amani. Kufuatia mauaji hayo, kanisa hilo limetoa wito kwa serikali kusikiliza na kushughulikia malalamiko ya wananchi kwa namna ya kujenga umoja wa kitaifa na utengano wa kijamii. Serikali kuwatendea haki raia wote waliopoteza maisha au walioathiriwa. Kanisa linakumbusha kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa yoyote hayawezi kuleta baraka za Mwenyezi Mungu. Linaonya kuwa hasira ya mwanadamu haitendi haki kwa Mwenyezi Mungu. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT limesema limeguswa na kuumizwa sana na matukio ya vurugu zilizosababisha vifo na majeruhi na kupotea kwa mali Oktoba 29 mwaka 2025, na kusema linakemea matukio hayo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu. Mashahidi yawekewa pingamizi katika kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amepinga utaratibu wa shahidi wanne wa upande wa jamhuri kutoa ushahidi akiwa ndani ya kiboksi maalum katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo Tundu Antipas Lissu alidai kuwa shahidi huyo anatakiwa kusimama kwenye kizimba cha kawaida kama ilivyoelekezwa na sheria na sio kujificha katika kifaa kisichoonekana mahakamani hapo, huku akisikika sauti yake pekee. Kesi hiyo iliyopangwa mbele ya jopo la majaji watatu akiwemo Jaji Dastan Ndunguru kwa ajili ya kuendelea na ushahidi, ambapo Tundu Antipas Lissu alieleza kuwa amri ya ulinzi wa mashahidi iliyotolewa Julai mwaka 2025 haikutoa ruhusa kutumia kiboksi hicho, na kwamba kanuni mpya za ulinzi wa mashahidi haziwezi kutumika kwa kesi iliyoanza kabla ya kutungwa kwake. Kwa upande wa jamhuri, wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba kuahirishwa kwa shauri hilo ili kupata muda wa kujibu hoja za Tundu Antipas Lissu, akisema hoja hizo ni nyingi na zinahitaji uchambuzi wa kina, ambapo mahakama imeahirisha usikilizwaji wa kesi hiyo hadi tarehe itakayopangwa na msajili kwa ajili ya kuendelea na hoja za pande zote mbili. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amepinga utaratibu wa shahidi wanne upande wa jamhuri kutoa ushahidi akiwa ndani ya kiboksi maalum katika Mahakama Kuu ya Tanzania
masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo Tundu Antipas Lissu alidai kuwa shahidi huyo anatakiwa kusimama kwenye kizimba cha kawaida kama ilivyoelekezwa na sheria na sio kujificha katika kifaa kilichoonekana pale mahakamani, huku akisikika sauti yake pekee. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba tangazwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Picha kutoka bungeni baada ya Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi na waziri mstaafu, kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina la Mwigulu Lameck Nchemba litapigiwa kura na wabunge ili kuthibitisha uteuzi wake, na endapo wabunge watamthibitisha kwa kura ya ndio zoezi la kuunda serikali litakapoanza rasmi. Ni taarifa kutoka kwa jijini Dodoma, hatimaye kutoka bungeni baada ya Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi na waziri wa fedha mstaafu, kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina la Mwigulu Lameck Nchemba litapigiwa kura na wabunge ili kuthibitisha uteuzi wake, na endapo wabunge watathibitisha kwa kura zote za ndio, zoezi la kuunda serikali litakapoanza rasmi. Na hatimaye watu 38 washikiliwa kwa kuingia nchini bila kibali. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia Tadea Limoli mwenye umri wa miaka 32, raia wa nchini Ethiopia, na wenzake 37, wote wanaume, kwa kosa la kuingia nchini kinyume na sheria, ambapo walikamatwa Novemba 11 mwaka 2025 katika pori la Lanchi Matebete lililopo katika kijiji cha Gumbiro, shamba kati ya Chimala, tarafa Ilongo, wilaya ya Mbalali, mkoani Mbeya. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga imeeleza kuwa watuhumiwa wao walikuwa wakisafiri kwa kutumia gari yenye nambari za usajili T953 DJF aina ya Toyota Noah, mali ya Santraus Mazengo mwenye umri wa miaka 51, mkazi wa Isutu, ambaye ndiye alikuwa akiendesha gari hilo. Taarifa hiyo inasema Mazengo ameeleza kuwa alikuwa akiwapeleka kuwahifadhi wahamiaji hao kwenye nyumba ya Jacqueline Maria mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Chimala. Mtuhumiwa walikuwa wanasafirisha wahamiaji hao kwa njia ya kificho kwa lengo la kuwapeleka nchini Afrika ya Kusini. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linatoa rai kwa baadhi ya wananchi wenye tamaa ya fedha kuacha tabia ya kuwawezesha raia wa kigeni kuingia ama kupita nchini bila kufuata utaratibu wa kisheria, na badala yake waelekeze kufuata utaratibu kupitia mamlaka husika ili kuepuka usumbufu, ikiwemo kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Kenya yatangaza majina ya Wakenya waliopo chini ya ulinzi nchini Tanzania. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya imetangaza majina ya Wakenya ambao bado wako chini ya ulinzi wa polisi nchini Tanzania, ikikiri kuwa raia wake waliohusishwa katika vurugu zilizotokea katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025. Wakenya 3 wakiwa hai na 2 wakiwa wametoweka, waliokuwa sehemu ya watu 13 waliokumbwa na vurugu hizo za mwezi uliopita. Raia 8 wa nchi hiyo walikamatwa na kuachiwa bila mashtaka. Hata hivyo, Samuel Kagira, mratibu wa utalii Steven Ndungu, mfanyabiashara, na George Madila Odhiambo bado wako chini ya ulinzi wa polisi mjini Arusha na jijini Dar es Salaam.